Hamza amesharudi Tanzania na tuliona ya kwamba alikuwa Japan, ametoka huko na amemchukulia mwanamke wake zawadi nzuri ya pete. So baada ya hapo yeye na Regina wameambatana kwenda hospitali kumcheki Fiona. Na huko wakakuta babake na Fiona yupo pamoja na Fiona, ni kama walikuwa wanazungumza jambo fulani hivi. Sasa baadaye baba yake Fiona ambaye ni mzee Kiha akawa anasema kwamba atamtafutia mwanaume mwingine ili aweze kumwoa, kwa sababu inaonekana Herman hapo sasa ndoa kama ndo imeshindikana. Sasa Fiona akakataa, akanasema baba, mbona kama una mambo ya kizamani sana, mimi sitaki unichagulie mtu. Babake Fiona akasema kwamba Mr. Hamza, unamuona kabisa mawazo magumu ya huyu mtoto yani. Mimi nafanya haya kwa ajili yake, ila anaona mimi mbaguzi. Hebu naomba unisaidie kumuelewesha. Anaongea mzee Kiha akimuingiza Hamza kwenye janga lake. Sasa Hamza naye alishia kuwa katika hali ya kushindwa juu aongee nini. Hakutaka kujiingiza kwenye ugomvi wao, hivyo alishia kumtupia mpira Regina, akimuuliza ya kwamba wife, wewe unasemaje? Tusonge mbele msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumbas na kushukuru sana kwa uwepo wako mpaka sehemu hii. Basi baada ya Hamza kuzungumza hivyo, Regina kwa kile ambacho alikifanya Fiona hakutaka tena kuzubaa, hata kama aonekana anaingilia masuala ya kifamilia. Hivyo alisema kwamba baba Kiha, Fiona bado hajapona vizuri hali yake ya sonona. Sasa ukimchukua na kwenda kumfungia huko milimani, unaweza kutumia dawa za kila aina ila asiweze kupona. Mimi nafikiri wakati huo unaweza kumpoteza. Aliongea Regina. Mzee Kiha mara baada ya kusikia hivyo, alionekana kuwa katika hali ya wasiwasi. Lakini muonekano wake ulikuwa ni kama kufurukuta hivi. Akauliza kwamba kwani mtu akiwa na sonona ni hatari kiasi hicho? Hamza aliyekuwa pembeni alishia kuvuta pumzi za kusikitika tu. Mzee Kiha kutokana na maisha yake yote, yani maisha ya kuishi kijeshi na kitamaduni zaidi, masuala ya ugonjwa wa akili kwake alikuwa nje ya maarifa yake. Sasa Fiona aliyekuwa kitandani akasema ya kwamba msio na wasiwasi na siwezi kujiua tena, istoshe huyo Herman ameshageuza kilema. Mzee Kiha akiwa serious akasema ya kwamba sio swala la Herman kuwa kilema au vyovyote vile. Swala lenu la ndoa na yeye halikuwa na uhusiano na mafunzo ya nishati. Ila kwa sababu alifanya makosa, kwa hiyo usidhani kama familia mzee watakulazimisha tena kuolewa naye, lakini haimaanishi utaolewa. Fiona akasema ya kwamba baba, mtu ambaye nitaolewa naye atabakia kuwa chaguo langu. Isitoshe pia napenda wanawake. Wakati akiongea hivyo, ghafla alishuka kutoka kwenye kitanda cha wagonjwa na kumkumbatia Regina na kumbusu shavuni. Regina alijikuta kibungaa. Ingawa haikuwa tatizo sana kwa wanawake kumbatiana na kupeana kiss, lakini ilikuwa ni ajabu kufanywa hivyo mbele ya mzee Kiha pamoja na mume wake. Asa Regina akasema kwamba Fiona, unafanya nini? Aliongea huku sasa akijitoa haraka haraka na kujiweka mbali na Fiona, wakati huo akiwa ameiva kwa aibu. Fiona akacheka akasema, Regina, aibu za nini sasa? Au unamwogopa mume wako? Isitoshe hii sio mara ya kwanza. Hamza, nadhani hutojali sana kuniachia mkeo siku yani kama siku moja hivi. Regina akasema, Fiona, naomba uache. Utamfanya baba atolewe vibaya. Regina alimpenda sana Fiona, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya urafiki na si vinginevyo. Asa Hamza muda huo hakujua cheki ya mali. Ukweli ni kwamba tukio la wanawake wawili warembo kukumbatiana namna hiyo lilimsisimua sana na kutamani aendelee kuangalia kisha na ajiunge. Mzee Kiha alikuwa na hasira kiasi kwamba mpaka mikono yake ilikuwa ikimtetemeka. Mzee akasema kwamba Fiona, hivi kwa nini unakuwa na mambo ya kipuzi namna hiyo? Nitakuja nikupige nikuue wewe. Mara baada ya kumuona mzee huyo anataka kuinua mkono kumpiga Fiona, Hamza alimzuia haraka. Hamza akasema, usifanye hivyo kiongozi. Kama unataka kumuelewesha, nadhani unapaswa kuongea tu. Huo ndio wajibu wako. Ingawa uvimbe kwenye ubongo wake umeisha, ila bado ndio kwanza amepona. Asa mara baada ya kusikia hivyo, mzee huyo haraka sana alishusha mkono wake. Na Fiona naye sasa alivyombishi akasema kwamba mwacha nipige, mwacha niue. Isitoshe mimi sitomsikiliza kabisa kwenye hili. Tokea nikiwa mdogo niliamliwa kila kitu.
Na hakukuwa na aliyejisumbua kujua napenda nini na nataka kufanya nini. Mimi nimeshachoka ubabe wa baba katika familia za Kiafrika. Nimechoka. Mzee akasema ya kwamba wewe mtoto umerogwa. Wewe utakuwa umerogwa sio bure. Endelea kuongea uone. Anaongea Mzee huku akimwangalia Fiona na macho yake ya kijeshi. Hamza aliona ingilie, akasema kwamba Fiona, nadhani kwa sababu mimi ndio nimekuponya, unapaswa kunisikiliza, si ndio? Fiona akasema, kama bado unataka kunishawishi nikubali maamuzi ya baba, huna haja ya kuongea chochote. Hamza akasema, mimi sitaki kushauri kwa chochote. Ninachotaka kusema ni kwamba kitendo chako cha kugombana na baba yako mbele yetu, mimi na mke wangu tunakuonea wivu. Fiona mara baada ya kusikia hivyo, hajikuta akishangaa. Akamwangalia Hamza, kisha akamwangalia Regina aliyekuwa pembeni. Regina alishakutabasamu huku akitingisha kichwa. Alikuwa hajatarajia Hamza angekuwa akiwaza sawa na yeye. Sasa Fiona kauliza, wivu wa nini? Hamza akasema, angalau wewe uone baba kugombana naye. Lakini upande wangu sijawahi kumfahamu baba tokea nikiwa mdogo. Baba mkwe wangu na mama mkwe wote wameshatangulia mbele zake pia. Anaongea Hamza akitingisha mabega. Sasa Fiona alielewa kile ambacho Hamza alikuwa akiongea. Na alishia tu kumwangalia Regina kwa muonekano usioelezeka. Regina akasema kwamba Fiona, uache kugombana baba yako sawa? Ingawa mnaweza kutofautiana kimitazamo, lakini haina haja ukasirika. Wazazi siku zote wanapenda kuona watoto wao wakiwa na furaha. Yeye ndio hatua yako ya kwanza uliyoianzia. Kwa nini usimpe heshima yake kama baba? Hamza naye akasema kwamba unamwona Mzee kutokuelewa na kutoheshima mzee yako. Lakini umewahi kufikiria kama kweli angekuwa haheshimu kile unachotaka, ungeweza kuishi nje ya nchi kwa miaka mingi na hata kuingia katika sanaa ya uigizaji na kuwa mtu maarufu? Unapaswa kuelewa, ukiachana na juhudi zako mwenyewe, yeye alikuwa nyuma yako. Hebu niambie, nani alikuwa akikulipia gharama za maisha? Nani alikulipia ada za chuo? Unajua ni watu wangapi wazazi wao hawawezi kuwapa watoto wao maisha uliokuwa nayo wewe? Kama singekuelewa na kukujali, usingefikia hatua uliokuwa nayo. Ukweli kuanzia mwanzo mpaka ulipofikia, mtu aliyesaidia ndoto zako kwa hatua kubwa ni babako mzazi. Alongevu Hamza. Asa Fiona mara baada ya kusikia hivyo, alishia kumwangalia Hamza kwa sekunde chache. Kisha akageuza macho yake na kumwangalia Mzee kwa macho yaliyojaa hatia. Hamza aliendelea kuongea akasema kwamba labda ni kwa sababu Mzee amepitia uzoefu mwingi katika maisha na maneno yake hayaeleweki mara moja. Lakini anaonekana ni mtu ambaye anataka wachane na kuzurura dunia nzima na kutulia sehemu moja na kuanza kutengeneza familia. Kama angekuwa anatanguliza tamaa zake, asingejitoa kafara kutaka kupigana na Herman kwa ajili yako. Basi Mzee mara baada ya kusikia maelezo hayo, alishia kuvuta pumzi za hisia tu na kisha akasema kwamba Mr. Hamza, mimi najionea aibu mwenyewe. Unajua nimeishi miaka mingi lakini bado nashindwa kuelezea baadhi ya vitu vizuri. Na sijata nisemeje Mr. Hamza. Hamza akasema kwamba mimi ni mtu wa nje tu, ninajaribu kuongea ukweli. Unajua Mzee wewe ni mtu ambaye umeishi mkoani kwa kipindi kirefu. Unaonyesha kuwa na wasiwasi mno juu ya binti yako anaishi nje ya nchi. Mzee akasema ni kwa sababu mama yake alimwacha akiwa bado mdogo sana. Na mimi pia ni kiongozi wa kambi, hivyo nashindwa kutimiza majukumu yangu kama baba kisawa sawa. Kwa hiyo naishia kuweka baadhi ya vitu moyoni mwangu. Basi alongevu Mzee, kisha alimwangalia Fiona, akasema kwamba Fiona, inawezekana kwa sasa ni kweli hutaki kuolewa, ila kuna muda ukifika utahitaji kuwa na mahali unapopaita nyumbani kwako. Kwa nini unashindwa kuelewa ushauri wangu? Turudi wote nyumbani, ukaongee na babu yako na baadhi ya wazee wa familia. Hebu acha kuwa na kiburi bwana. Basi Fiona macho yake yakiwa yamejaa machozi, alishia kushika pua yake tu kabla ya kuongea. Akasema kwamba ila mimi nakwambia mapema, ukinitafutia mwanaume ambaye simpendi, sitaolewa naye. Mzee akasema kwamba kwa hasira zako za haraka, unadhani ni rahisi kukutafutia mwanaume atakayeendana na wewe? Fiona akasema baba, hivi kwani unanichukuliaje baba? Binti yako mimi na muonekano mzuri. Unadhani kuna mwanaume anaweza kunikataa? Mimi ni star wa dunia. Wapo wanaume kibao dunia nzima wananifuatilia. Aliongea Fiona kwa sauti.
Regina mara baada ya kusikia kauli hiyo alishindwa kujizuia kucheka. Sasa mzee Kiha akasema kwamba Mr. Hamza, hakuna kazi ngumu kama kulea na kukuza mtoto wa kike. Lakini asante sana kwa leo pia. Mimi naomba tu nikualike kwa mara nyingine kwa sababu umerudi. Unaonaje ukitembelea kambini kwetu? Baba anatamani sana kukutana na wewe tena. Na pia vijana wetu wa kambi watanufaika na mafunzo yako. Aliongea mzee Kiha. Sasa Hamza alifikiria kwa sekunde kadhaa na kuona kuwa akienda huko pengine yeye ndiye atanufaika zaidi kuliko hawa wanafunzi. Hamza akasema kwamba awamu hii sitaki kukuangusha tena. Kwa hiyo hivi kwa nini tusiondoke wote hiyo kesho? Mzee Kiha akasema safi, hii itakuwa nzuri zaidi. Kesho tutaanza safari mapema. Basi bwana, siku iliyofuatia asubuhi, Hamza aliambatana na Fiona na mzee kuelekea airport. Regina alitaka kuambatana nao mwanzoni. Hata hivyo, kwa sababu familia ya Fiona na ya mzee makubaliano yao yaliwekwa pembeni, hakuwa na wasiwasi sana kwa Fiona kwenda nyumbani kwao mwenyewe. Alafu pia jambo la pili ni kwamba alitaka kutumia muda mwingi kuelewa kuhusu binamu. Hivyo Regina aliamua kuahirisha. Isitoshe pia si kama Hamza alikuwa anakwenda matembezini. Kwanza alipaswa kufundisha wanafunzi wa kambi ya nyumbani tu mapigano, na kisha naye pia alitaka kujifunza mbinu ya sanaa za silaha. Mara baada ya kutua Iringa, safari ya kuelekea Njombe ilianza na iliwachukua nusu siku tu kuweza kufika katika wilaya ya Waging'ombe na kuanza safari ya kuingia msitu wa Nyumbanitu kupitia njia ya Mdandu inapopatikana kambi ya mafunzo ya nishati. Kwa miaka mingi mambo mengi yaliyokuwa yakiendelea ndani ya msitu huo yalikuwa ya siri sana. Watu wengi waliokuwa na uelewa mdogo wa masuala ya mafunzo ya nishati na waliuita msitu huo wa kichawi au wa maajabu. Kulikuwa na mambo mengi ikiwemo wanawake waliokuwa katika siku zao kutoruhusiwa kuingia katika msitu huo na mambo mengine tu aina hiyo. Lakini uhalisia wake ulitokana na hofu ambazo zilipandikizwa na watu wenyewe waliokuwa wamejificha ndani ya msitu huo. Mafunzo ya kinishati yalihusisha nguvu za kiroho. Hivyo uwepo wa watu wengi wanaojifunza mbinu hizo kuliufanya msitu wenyewe kuwa na nguvu za kiroho. Ndio maana pale ilipotokea watu wenye nia mbaya au waovu kuingia katika msitu huo, hukutwa na misukosuko iliyofanya hadithi mbalimbali kuibuka. Sasa ukweli ni kwamba siku zote nguvu ambayo watu hawaielewi huiita uchawi ama nguvu za giza. Hata hivyo, miaka karibuni maeneo kadhaa ndani ya msitu huo yaliruhusiwa kwa ajili ya utalii. Hivyo haikuwa ajabu sana kama zamani. Mara baada ya kufika kwenye kibao kikubwa cha kuingilia msituni hapo, Mzee Mbale na baadhi ya wazee wa kambi ya Nyumbanitu walikuwa wamefika wakisubiri ugeni. Fiona na Mzee Kiha walionyesha salamu ya kitamaduni kwa Mzee Mbale pamoja na wazee, na wazee hao pia walionyesha salamu yao ya kitamaduni kwa kiongozi wa kambi. Hamza alikuwa ni mgeni rasmi, hivyo alipokelewa kitofauti kidogo na wengine wote. Mzee Mbale akiwa na furaha kubwa sana usoni mwake alisema kwamba Mr. Hamza, asante sana kwa kuchukua muda wako na kuja kutembelea kambi yetu ya Nyumbanitu. Watu wote wa kambi pamoja na wanafunzi tulikuwa tukingojea kwa muda mrefu sana. Basi Hamza alihisi haya kidogo kwa sababu kwanza watu wote waliokuwa mbele yake ni wazee na eneo hilo lilikuwa na baridi kali ukijumlisha na mvua ya rasharasha. Hamza akasema kwamba Master Mbale, asante sana kwa ukarimu huu, ila mgenisubiri huko juu mlimani. Kwa hali hii ya mvua, kutembea umbali wote huo kwa ajili ya kunipokea kijana wenu mdogo kama mimi, nimejikuta nikishikwa na soni. Mzee Mbale akasema kwamba usiwe na wasiwasi kabisa na upaswi kuongea hivyo. Mr. Hamza, umesaidia familia yetu kumwokoa Fiona na kutusaidia sisi kama ukoo kuhimili pressure kutoka familia ya mzee. Umetufanyia fadhila kubwa sana na kuja kwetu hapa pekee kukukaribisha tunaona kama haitoshi. Aliongea Mzee Mbale huku akiwa na muonekano uliojaa serious na uzito. Hamza kusikia hivyo alijikuta kijiambia mwenyewe kwamba kivipi ameweza kuwasaidia kuwakinga na pressure kutoka kwa familia mzee. Alijua ni kwa sababu afande Simba na wengine hawakutaka kutafuta ugomvi wasioweza. Isitoshe kitendo alichokifanya Herman kilikuwa cha kutia aibu. Fiona akasema kwamba babu, tusiendelee kusimama hapa
mvua inanyesha, nadhani ni busara tukianza safari ya kwenda mlimani. Mzee Mbale akasema kwamba sawa. Mr. Hamza, tafadhali ongozana na sisi kuelekea nyumbani. Tumekuandalia maji maalum ya kunawa uso kama sehemu ya ukaribisho kwenye kambi yetu. Aliongea Mzee Mbale. Ilikuwa ni utamaduni kwa kila mgeni, kabla ya kuingia katika kambi hiyo, anapaswa kunawa uso kwa maji maalum. Haikueleweka ni maji gani, lakini huo ndio utamaduni. Kwa mtu ambaye hana uelewa, anaweza kuhofia kundi hilo la wazee na kuona ni kama wachawi hivi kwa namna walivyo. Lakini kwa mtu kama Hamza, aliwaona kama wataalamu wa mapigano ambao walikuwa wamejaa nishati za mbingu na ardhi. Sasa ukweli ni kwamba hata uchawi wenyewe ni mafunzo ya nishati. Kama ulikuwa ujue hilo msikilizaji, uchawi wenyewe tu ni mafunzo ya nishati. Naona kuna watu pia wengi wanakuja inbox wakitaka niwafundishe masuala ya kuvuna nishati ya mbingu na ardhi. Sasa kama unataka kuwa kachawi, sawa. Masiara msikilizaji, basi bwana. Kwa hiyo ukweli ni kwamba uchawi wenyewe ni mafunzo ya nishati. Tofauti ni moja tu. Uchawi ama ushirikina ni mbinu ambayo inaenda kinyume na kanuni za kawaida za mafunzo ya kinishati. Yaani ni sawa na kusema ya kwamba wachawi au washirikina wanatumia njia za giza katika mafunzo yao, huku upande mwingine wakitumia njia za haki katika mafunzo yao. Kwa hiyo huo ndio tofauti mkubwa wa msikilizaji. So mazingira yalikuwa ni ya kuvutia mno. Kiachana baridi kali, msitu uliokuwa umejaa wanyama na ndege ulivutia macho. Hamza mara baada ya kukaribia eneo la juu kabisa la mlima ndani ya msitu huo, alipelekwa hadi eneo maalum ambalo ni kwa ajili ya kupokelea wageni. Kuna kitu kimoja ambacho Hamza aligundua, ni kwamba eneo hilo lilionekana kuruhusu watalii pia kutembelea. Kufika ndani ya eneo hilo, kulikuwa na kijana mrefu mweusi mwenye kipara akiwa ameshikilia bakuli la udongo lililokuwa na maji yake. Sasa Hamza alishindwa kujizuia na kuuliza kwamba ni maji aina gani haya. Fiona akasema kwamba ni maji yanayotolewa kwenye mti wa malango. Kiswahili sanifu tunaita mti wa mgumo. Kitamaduni tunaita ukikubali kuosha uso na maji yake, unakubali kuishi katika hali ya kiroho ndani ya utamaduni wetu. Alongevo Fiona. Hamza kushangaa sana. Ukweli ni kwamba alikuwa ameshaishi sana kwenye bara la Afrika na alishawahi kukutana na kitu kama hicho. Si Hamza tu aliyeosha uso, hata Fiona na baba yake pia walinawa. Kawaida kwa mtu yeyote aliyetoka eneo hilo na kwenda nje ya kambi kwa kulala, anapaswa kunawa. Ni kama utamaduni fulani hivi wa kujitawaza. Hasa mara baada ya kumaliza, waliingia ndani ya ukumbi. Nyumba nyingi za eneo hilo zilikuwa katika muundo wa tamaduni za kale. Yaani nyumba za miti na matope lakini zenye hali nzuri. Fiona akauliza kwamba vipi, kambi yetu ni nzuri eh? Aliuliza Fiona akiwa na hali ya kujivunia usoni mara baada ya kuona Hamza akiangaisha macho. Hamza akasema vipi kama ni kuzuri? Mbona ulikataa kurudi mpaka ulipolazimishwa? Fiona akasema kwamba kwa makini na kauli zako, la sivyo nitampigia simu Regina na kumwambia unanitega. Hamza akasema nimekutega? Saa ngapi mimi nikutega bwana? Aliongea Hamza kwa kitota tabasamu la uchungu. Fiona naye akasema kwamba unadhani kama nikiamua kukutega utaweza kuvumilia? Aliongea Fiona huku akimwangalia Hamza kwa kuepesha macho. Hata hivyo Hamza alikosa usemi na hakutaka kushindana naye. Isitoshe alikuwa kwao. Sasa mzee Kiha kwa kufoka akasema kwamba Fiona, mpunguza utundu wako bwana. Upo mbele ya wazee hapa. Fiona naye kutokujali akasema kwamba baba natania tu. Kwa nini upo serious hivyo? Msikilizaji, ukweli ni kwamba pengine ni kwa sababu Fiona ameishi sana nje ya nchi na woga kumtoka. Kwa ukali aliokuwa nao mzee Kiha, mtoto wake yeyote angepaswa kumwogopa, lakini ilikuwa ni tofauti sana kwa Fiona. Upande wa mzee Mbale, aliishia kugeuza kichwa chake na kumwangalia mjukuu wake. Kisha akamwangalia Hamza na macho yake yalionekana kuwazia kitu fulani hivi cha ajabu. Mara baada ya ukaribisho wa mwanzo wa kitamaduni, wote walitembea na kwenda kuingia katika eneo la ukumbi wa chakula kama sebule hivi. Halikuwa eneo la sebuleni la masofa, bali eneo lenye meza na viti vya mbao. Juu ya meza hiyo tayari kulikuwa na chakula kitamu sana. Sasa ukiachana na wazee hao, kulikuwa na watu wengine pia waliokuepo hapo, wakiwemo wanafunzi wa kambi hiyo.
Kuna watu ambao Hamza alikuwa akiwafahamu, wakiwemo Chingu, Chinga na baadhi ambao alikutana nao Dar es Salaam. Sasa kilichomchekesha Hamza ni Chinga Bonge. Nadhani wote tunamkumbuka Chinga, Chinga mtelezo. Nadhani wote tutakuwa tunamkumbuka bwana. Kwa hiyo ndio huyo Chinga Bonge aliyekuwa amekaa kwenye kona akimwongelesha kwa ishara za lawama. Msikilizaji, usichanganye hapa. Chingu ndiye yule ambaye alishindana na Hamza nguvu kijichi, na Chinga alikuwa ni mwingine. Ilionekana bwana huyo bado alikuwa akikumbuka ahadi za Hamza na kumlalamikia kwa kutoitimiza. Tukumbukeni Chinga aliahidiwa mtelezo OG. Sasa Hamza aliyekuwa akinywa supu akasema kwamba Master Mbale, sababu ya mimi kuja mpaka hapa ni kutokana na mwaliko wa mtoto wako, kiongozi wa kambi, kwa ajili ya kushirikisha mbinu za mafunzo yangu. Alafu pili, natamani pia kujifunza mbinu ya matumizi ya silaha. Nadhani hautojali na kunipa nafasi ya kujifunza. Aliongea hivyo Hamza. Master Mbale akiwa na tabasamu akasema kwamba bila wasiwasi nipo tayari. Na kwa uwezo leo nao sisi ndio tutafaidika zaidi na wewe kutushirikisha mbinu za mafunzo yako. Kuhusu vitabu vya mbinu za mafunzo vipo ndani ya pango la Mkwawa na tayari limeshafungwa kwa siku ya leo na ni mpaka siku inayofuata. Hivyo Mr. Hamza, kwa leo pumzika na kesho mimi mzee nitakupeleka na kukutembeza. Basi Hamza alishangaa na kujiuliza hilo pango la Mkwawa lina nini mpaka lipumzishwe kwa siku. Isitoshe aliamini ni sehemu ambayo inatunza kumbukumbu za kihistoria, ikiwemo mafunzo ya mbinu za silaha na mengineyo. Sasa alijiuliza kuna kipi kingine ndani yake. Hata hivyo kwa Hamza kusubiri mpaka siku inayofuata haikuwa tatizo kwake, hivyo alitingisha kichwa kukubali. Akaambiwa kwamba Mr. Hamza, utuie radhi, ndio mara yako ya kwanza kufika hapa kambini kwetu, lakini hatuwezi kukutembeza. Ni kwamba kutokana na kiongozi wetu kurudi, kutakuwa na vikao kwa siku 2 na wazee. Basi Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akisinyaza macho yake, huku akihisi lazima kuna kitu kilichotokea hapo kambini katika siku ambazo kiongozi wa kambi hakuwepo. Lakini kwa sababu alikuwa mgeni tu, hakupaswa kuuliza ni kikao cha ajenda gani. Sasa Hamza akasema kwamba sawa, hakuna shida, wazee wangu na kiongozi wa kambi mnaweza kuendelea tu na ratiba zenu. Mimi nishapata mtu tayari wa kunitembeza. Aliongea Hamza huku akinyoosha mkono wake kuelekea alipo Chinga. Basi Hamza akasema kwamba Kibonge, mara ya mwisho kwenye mashindano uliamua kuchagua timu yetu naona imepangwa tukutane kwa mara nyingine tena. Unaonaje ukinitembeza na kunionyesha maeneo ya kambi yenu? Sasa wanafunzi wote wa kambi hiyo walikuwa na muonekano usioelezeka mara baada ya Hamza kuongea hivyo. Isitoshe, licha ya kwamba ni kweli Chinga alikuwa na uwezo wa juu wa mafunzo, bado alikuwa kidharaulika mno ndani ya kambi. Hata hivyo kwa Chinga mara baada ya kuambiwa hivyo, alichangamka haraka huku akiwa na wazo la jambo fulani na kuongea akisema kwamba usio na shaka Mr. Hamza umempata mwenyeji. Asafiona alishia kumwangalia Hamza na Chinga kwa wakati mmoja, huku akiwa na mashaka na kinachoendelea baina yao. Mzee Mbale akiwa na tabasamu akisema kwamba Mr. Hamza, ingawa hutoweza kuingia kwenye hekalu la Mkwawa kwa leo, unaruhusiwa kutembelea maeneo mengine tu ya kambi, ikiwemo maktaba zetu na maeneo ya makumbusho. Namna hiyo hautopoteza siku bila kufanya chochote. Basi mara baada ya chakula, wazee hao waliagana na Hamza, huku Chinga akipewa maelekezo ya kumuonyesha Hamza chumba chake cha kufikia. Chinga akasema kwamba Mr. Hamza, twende nikupeleke kwenye chumba chako. Basi Hamza mara baada ya kutokea eneo hilo, wanafunzi pia wa eneo hilo walimfuata nyuma. Ilibidi kwanza asimame na kuambia maneno machache ya ushauri, kisha kuwaruhusu waondoke. Mara baada ya kuona hakuna mtu mwingine aliyekuwa karibu yake zaidi ya Chinga Bonge, alisema kwamba Bonge, haujachaguliwa na kujiunga na kitengo cha sleeping rounds. Chinga Bonge akasema kwamba yule kamanda wa kitengo ananiona mimi yani ni muoga na nisie na malengo, kwa sababu hakutaka nijiunge, kwa hiyo mimi sikuona hata haja ya kubembeleza. Hamza akasema kwamba wenzako ana huzuni kwa kushindwa kuchaguliwa, ila wewe naona una furaha tu.
aliongea Hamza, huku kwa wakati huo akimuona bonge huyo kama ana tabia za rafiki yake Barry. Sasa Chinga bonge akasema kwamba Mr. Hamza, vipi sasa kuhusu ile ahadi? Hamza akasema kwamba mimi ni mtu wa kutimiza ahadi, lakini sasa hivi bado ni mchana na mpango wangu dhidi yako ni mkubwa zaidi. Giza likiingia, unaonaje tukishuka na kwenda maeneo ya mjini? Nina uhakika hatukosi kitaa cha kukupa uzoefu mpya, aliongea Hamza. Chinga mara baada ya kusikia hivyo alikuwa na furaha kiasi kwamba mpaka pua zilianza kumuasha kwa hamasa. Akasema, sijui bado masaa ngapi mpaka giza liingie. Hamza akasema kwamba punguza haraka dogo. Umevumilia kwa zaidi ya miaka 20. Unashindwaje kuvumilia masaa machache tu? Hebu nipeleke kwanza maeneo ya kambi yenu. Chinga akasema, hakuna kitu kikubwa sana cha kuangalia. Ni aidha uone jiwe au mti, aliongea Chinga, huku akili yake ikionekana kuwazia sana swala litakalokwenda kutokea usiku. Hamza alishia kumsikitikia tu bwana huyo, lakini hakuendelea kusumbuana naye. Kambi za kuvuna nishati zilikuwa tofauti sana na kambi za jeshi la kawaida. Ni eneo kama kijiji tu ambapo watu wanaishi kwa utulivu na kuvuna nishati. Hamza alizunguka maeneo mengi ambayo yalikuwa ya kihistoria na mpaka kuja kumaliza ilikuwa ni jioni. Wazee wa eneo hilo walikuwa busy na kikao kiasi kwamba waliandaa mpishi maalum kwa ajili ya kumpikia Hamza chakula. Hata hivyo, mpishi huyo mara baada ya kufika na kuuliza ni chakula gani angependelea kula, Hamza alimwambia asijihangaishe, kwani anashuka kwenda mjini na Chinga kutembelea vijiji vya wilaya hiyo. Sasa kwa sababu ni Hamza, watu wa kambi hiyo hawakuwa na pingamizi. Hivyo Chinga alibadili mavazi na kuvaa masafi, kisha alimfuata Hamza kutoka msituni. Sasa Hamza na yeye akauliza kwamba vipi, ni sehemu gani mjini kuna ubize wa watu maeneo haya, yani sehemu ambapo kuna hoteli na baa nini? Chinga akasema, Mdandu ndio karibu zaidi. Ni kilomita kadhaa tu kutoka hapa. Njombe mjini ndio pa moto, ila ni mbali. Hamza akasema, unaonekana umeshafanya utafiti wa kutosha. Kilichokuwa kinakukwamisha ni nini sasa? Chinga akasema, mimi nipo chini ya usimamizi wa master na pili sina hela. Hamza alishia kusikitika tu kwa kuona bwana huyo alikuwa ameishi msituni kiasi cha kukosa maarifa muhimu ya kimaisha. Kwa uwezo wake huo, alikuwa na uwezo wa kutengeneza hela nyingi mno. Hata hivyo, aliona pengine hiyo ni moja ya tabia nzuri ya Chinga iliyomfanya kuendelea kubakia ndani ya msitu huo. La sivyo, angekuwa ameshafukuzwa muda mrefu tu. Sasa kulikuwa na umbali kidogo wa kutembea kutoka kambini mpaka Mdandu. Japokuwa kulikuwa na bodaboda njiani, lakini Hamza hakutaka kupanda. Alitaka kutembea ili wakifika giza ni lishaingia na kuwe kumechangamka. Licha ya kwamba ni eneo dogo la kijiji au kata na kuwa na watu wachache, lakini kulikuwa kumechangamka kweli kweli. Pengine ni kwa sababu ilikuwa ndio njia fupi ya kutoka Njombe mjini kwenda Wagiging'ombe wilayani huko. Mara baada ya kufika mjini, Hamza na Chinga kwanza waliingia kwenye moja mgahawa wa hadhi ya kati, au tunaweza kusema ni mgahawa hadhi ya juu kwa eneo hilo, na kupata chakula cha usiku kabisa. Hamza wakati akiwa mgahawani hapo aliongea na mhudumu na alionekana kupata uelekeo, kwani mara baada ya kumaliza chakula alimwambia Chinga amfuate. Chinga akasema kwamba Mr. Hamza, tunaelekea wapi? Aliuliza Chinga ambaye alionekana kushikwa na hali ya kutoka jasho. Hamza akasema kwamba punguza wasiwasi dogo, la sivyo utashindwa kumaliza kazi baadaye. Kwa hiyo ufinye huo mguu kidogo na utulie kwanza. Kuna mahali amenielekeza upande ule pale wa mbele, ni sehemu nzuri. Basi Chinga mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akishangaa kidogo, kama hajaelewa hivi, lakini baada ya kufikiria alionekana kuelewa. Akasema kwamba ila sijawahi kujifinya unajua. Alafu pia sina hata hela. Sitakuwa tu bure hata tukienda. Hamza akasema usio na wasiwasi bwana. Tutalipia gharama zote za usiku huo. Basi Hamza na Chinga wote waliweza kufika katika moja ya baa maarufu sana ndani ya eneo hilo. Kulikuwa na muziki mzito uliokuwa ukisikika, pengine ni kwa sababu ya weekend. Kwa nje kulikuwa na bodaboda kadhaa na magari machache. Sasa Hamza mara baada ya kuingia ndani ya baa hiyo na kusoma mazingira, aliweza kuona wanawake kadhaa waliokuwa wamekaa upande wa kushoto na walionekana wakimwangalia sana Hamza. Hiyo ni kwa sababu alikuwa mgeni.
Hata hivyo Hamza hakuwajali sana. Badala yake alitoa wallet na kuchomoa hela nyekundu 3 kisha akampa Chinga. Hamza akasema kwamba umeona wale pale wanawake pale? Chagua mmoja kati yao na kisha ongea naye. Ni hii hapa hela hii. Kwa mazingira naamini inatosha kabisa. Basi Chinga mara baada ya kupatiwa pesa, alijikuta akimeza mate mengi na kisha kaluza, vipi wewe Mr. Hamza, hutaki kwenda na mimi? Hamza akasema, dogo, unatania. Mimi ni mwanaume wa familia ise. Kwa nini ufanye kitu cha kumshushia heshima mke wangu? Chinga mara baada ya kusikia hivyo, alishia kumwangalia Hamza kwa muonekano wa kumkubali. Chinga akasema, Mr. Hamza, unaonekana kuwa ni mtu mzuri sana Nikipata bahati ya kuoa, nitajifunza kutoka kwako. Hamza alishia kutoa sigara yake na kuvuta moshi kidogo huku akiwa na muonekano serious. Akasema kwamba kama mwanaume unapaswa kujua kuwajibika. Hupaswi kuongozwa na tamaa na unapaswa kuzingatia mipaka yako. Ila kwa sasa kwa sababu haujaoa, unaruhusiwa kucheza utakavyo. Chukulia hela niliyokupatia kama njia ya kuongeza hela kwenye mzunguko wa nchi. Chinga akasema kwamba umeongea kweli Mr. Hamza. Nadhani utakuwa unatumia hela zako vizuri. Aliongea Chinga huku muda huo wazo lingine likimwingia. Akasema kwamba Mr. Hamza, hivi yule afande Julia naye ni mke wako? Hamza mara baada ya kuulizwa swali hilo, ajikuta akipaliwa moshi wa sigara na kuanza kukohoa mfululizo. Hamza akasema kwamba sio mke wangu, ni rafiki yangu. Chinga akasema kumbe. Chinga hakufikiria sana kuhusu jibu hilo na haraka sana aliweka hela zile kwenye mfuko na kisha akaaga. Akasema kwamba mimi ndo naenda kuongea naye hivyo. Ila si utanisubiri nikiwa naongea nao, si utanisubiri? Hamza akasema kwamba nitakuwa pale. Wewe ukimaliza njoo nifuate. Basi Chinga alitikia tu na kutoka hapo. Hamza aliendelea kukaa akiangalia ni mwanamke gani Chinga anaenda kumfuata kati ya aliokuwa akiwaangalia. Lakini cha ajabu yake Chinga alisogelea wanawake wengine tofauti kabisa. Mmoja wao alikuwa ni mtu mzima aliyeonekana kujichubua fulani hivi. Hata hivyo Hamza kujali sana ni mwanamke gani, kwani kama ni ahadi yake amekwisha kuitimiza. Sasa Hamza hakuwa na mudi ya kuendelea kubakia hapo baa, maana kulikuwa na macho ya watu wengi. Badala yake alisogelea duka upande wa pili ambao ulikuwa na mabenchi kwa nje huku akivuta sigara. Sasa kinachomvutia kusogelea duka hilo ni kutokana na uwepo wa kibanda cha nyama choma na za kukaanga. Hamza akasema kwamba bosi, nifanyie hayo mapaja mawili ya mbuzi. Utanipa na hiyo juisi ya tangawizi kubwa. Utanichomea pia na figo kama zipo. Aliongea Hamza mara baada ya kuangalia nyama hizo na ugundua mara moja kuwa zilikuwa za mbuzi na kondoo. Mara baada ya kuagiza, alisogelea benchi na kisha akakaa. Lakini ni muda huo mwanamke mrembo ambaye alikuwa akikodolewa macho na watu waliopo ndani ya eneo hilo alisogea na kwenda kukaa kando ya Hamza. Sasa huyo mwanamke akasema kwamba vipi, hauchoki tu kula nyama? Mwanamke huyo hakuwa mwingine bali ni Fiona. Alikuwa amevalia kawaida, lakini hadhi yake ya kimjini haikujificha kati ya wanakijiji hao. Kwa kifupi, kwa mazingira yayo, uzuri wake ulizidi mara nyingi zaidi. Hamza alishia kucheka chini tu. Sababu ya kutotaka kukaa kwenye ile baa ni kwa sababu alishamuona Fiona muda mrefu tu akiwafuatilia kwa nyuma. Licha ya kwamba kulikuwa na umbali mrefu, lakini haikumzuia kujua uwepo wa Fiona nyuma yake. Sababu ya kutomwambia Chinga ni kwa sababu alitaka kumpatia utulivu wa kile ambacho alitaka kufanya. Halafu pili, Hamza alitaka kujionyesha kama mwanaume wa kuaminika kwa baadhi ya watu. Kwani alijua kwa ukaribu wa Fiona na Reggie, ni lazima kila atakachofanya kinaweza kumfikia mke wake. Alijua kabisa hivyo. Kwa hiyo alikuwa ni makini mno sana. Akasema kwamba vipi Fiona, umejuaje nipo hapa? Fiona akasema ina maana haujaniona muda mrefu tu Kwa uwezo wako uliokuwa nao mkubwa, lazima uweze tu kuhisi uwepo wangu nyuma yako. Hamza akasema ni kwa sababu sikuwa makini. Fiona akasema kweli? Sasa
Afu vipi, mbona wewe hujaenda kujiunga na mwenzako Chinga? Si utaboreka kuendelea kumsubiria hapa? Hamza akasema, nimemleta Chinga mpaka hapa kwa ajili ya kutimiza ndoto zake. Wakati wa mashindano ya Sleeping Lions nilimwahidi hivyo. Kwa hiyo haya ni mambo ya wanaume. Akasema kwamba sema unaonekana kuwa mzoefu. Yaani hata hukumsaidia kuulizia bei, ukampa tu hela ukijua inatosha. Hamza akasema, msifiona. Nimefanya makadirio ya bei kutokana na mazingira. Hata mwenyewe kuna mahali ukifika kupata huduma, mazingira tu yanakupa uelewa wa haraka wa kuweza kukadiria bei. Ila haimaanishi kwamba eti mimi ni mzoefu wa eneo hilo. Mimi si mwanaume wa hapa na pale. Nina kanuni zangu. Napenda wanawake warembo. Na kwangu sioni shida kuwa na mke na wapenzi kadhaa. Ila kukodi kama hivi siwezi kufanya hivyo. Kwa sababu ni kumdharau mke wangu. Fiona akasema kwamba kumbe kwa kiasi fulani unajua kujizuia. Sijaona mwanamke wa kuweza kukatalia pale. Walikuwa kikuangalia sana. Hamza alishia kupokea kinywaji chake, akamimina kwenye glasi na kunywa kidogo. Hamza akiwa serious akasema kwamba kwa mwanaume mtanashati kama mimi ni rahisi kuvutia nyuki na vipepeo popote pale ninapoenda. Fiona akasema, mtoka hapa. Si useme tu hujaona mwanamke wa kukuvutia. Wewe ni playboy tu, huwezi kundanganya. Aliongea Fiona, huku kwa wakati mmoja akichukua chupa ya soda ile ya tangawizi na kunywa kidogo, huku akiegamia benchi. Akasema kwamba ni chungu mno. Afu nina muda mrefu sijakunywa soda za hivi. Basi Hamza mara baada ya kuona Fiona alikuwa akitaka kunywa, aliomba glasi nyingine ili washirikiane chupa moja, huku akitafuna minofu ya nyama. Hamza akasema kwamba hizo figo mbona unakula wakati nimeagiza kwa ajili yangu kuboresha mwili kama mwanaume? Fiona alikuwa akila kwa kujiachia mno, kiasi kwamba mashavu yalikuwa yametuna na midomo kuijaa mafuta. Hamza alishia kukosa usemi tu mara baada ya kuona mwanamke huyo hakuwa na aibu kabisa mbele yake. Fiona akasema kwamba hicho kipande kilichobaki kinakutosha. Ukiendelea kula figo huwezi kushindwa kufanya mambo mabaya wewe. Kwa taarifa yako, nipo hapa kwa ajili ya kumlindia rafiki yangu mali yake. Aliongea Fiona huku akiendelea kula nyama ya figo iliyochomekwa kwenye kijiti kama mishkaki. Hamza hata hivyo hakupinga. Ila ukweli alitamani zaidi nyama ya figo. Sio kutamani tu. Alikuwa akipendelea kutokana na faida zake mwilini, hasa kwenye stamina. Basi Hamza akasema kwamba bosi, hebu niandalie mishikaki mingine mitatu ya hizo nyama za figo. Huyu jamaa akasema, bado tu nataka kula figo. Hamza akasema kwamba oya, hatulali kitanda kimoja bwana. Wasiwasi wako ni wa nini? Akasema, naona tu ushaanza kuota bwana. Kauli gani hiyo? Kama kuna mtu wa kulala naye kitanda kimoja, atakuwa mke wako. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akishindwa kujizuia na kuhisi wivu. Yote hiyo ni kwa sababu hakuwahi kulala na Regina bado. Fiona muda ule aliweza kugundua kitu na alishindwa kujizuia kuuliza. Akasema kwamba kwa hiyo wewe na Regina bado hamjawahi kuseksi? Hamza akasema sisi ni wanandoa kwa zaidi ya nusu mwaka. Sasa swali gani hilo? Fiona akasema haya usio na wasiwasi, maana hakuna jipya. Nishapagusa pa Regina tayari. Aliongea Fiona huku akicheka kwa raha zake. Hamza mara baada ya kusikia hivyo haijekuta akishangaa na kushindwa kujizuia kuuliza. Akasema kwamba unamaanisha nini kusema umepagusa? Umemwekea mkono kwenye? Hamza ama Fiona kuulizwa hivyo aliendelea kucheka kwa nguvu. Akasema kwamba wewe ni mjinga tu na kudanganya tu alafu unaamini. Nilijua tu wewe na Regina ni wanandoa wa nje tu. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta gundua alikuwa ameingia kwenye mtego. Alijikuta ni kama mwanaume ambaye ameshikwa na aibu. Alishusha kichwa chake na kuendelea kunywa kinywaji chake na kutafuna nyama huku akifikiria. Kwa wakati mmoja alikuwa anasema, alikuwa anafikiria kwamba anapaswa kuharakisha wazo la kumchumbia Regi. Vinginevyo ataendelea kudharauliwa na Fiona. Fiona mara baada ya kuona
Hamza amekuwa kimya, alisha kubetua midomo yake huku akiongea akisema kwamba haina haja ya kuwa serious hivyo kwa mambo madogo. Mimi nilikuwa nakutania tu. Hamza akasema namheshimu sana mke wangu. Mambo kama haya huwezi kuelewa. Fiona akasema sasa kwa nini sielewe? Ukweli namuonea wivu sana rafiki yangu muda mwingine. Kama yule Herman angekuwa na heshima kama unayomuonyeshia Regina, pengine mbona hata tusingefikia hatua hii. Hamza akasema usiniambie unampenda Herman. Fiona akasema wewe ni kichani. Mimi namaanisha kama angeniheshimu kidogo tu na kutokunichukulia kama kitu cha kumiliki, pengine ningekubaliana na hatima yangu kishingo upande. Afu isitoshe iwe nampenda au simpendi si ni swala la muda tu. Nitataka kuolewa na sio wanawake wote wanaolewa kwa sababu eti wanawapenda waume zao, hapana. Pengine mimi ningejifunza kumpenda, lakini hakuwa kiniheshimu kabisa. Kama ningeolewa naye ingekuwa ni kujiingiza tu kwenye shimo la moto. Baada ya Fiona kuzungumza hivyo, alinua glasi yake ya soda na kisha kuinyosha kuelekea kwa Hamza kwa namna ya kumtaka agongeshe cheers. Akisema kwamba hebu gonga kwanza bwana. Mwanaume kama wewe ambaye unaheshimu utu unafaa kuvumiliwa. Hamza mara baada ya kusikia hivyo hakujua cheke ama alie, maana ni kama aliona anafananishwa na Herman. Fiona akasema kwamba nitachukulia kinywaji hiki kama mvinyo na kunywa chote kama ishara ya kukushukuru kwa kuyaokoa maisha yangu. Hamza akajibu kwamba hilo lilikuwa ni swala dogo tu, ingawa nimeua watu wengi, mimi ni daktari, hivyo kuponya ni wajibu wangu. Fiona akasema wewe hujawahi kueleweka kabisa. Kwa hiyo yani unaua na kuokoa kwa wakati mmoja, si ndio? Hamza akasema ni swala la kuzoea tu, sitoshe maisha si kama maswali ya majibu ya kuchagua. Utaangalia nani uue na yupi uokoe. Anaongea Hamza huku akiwasha sigara na kuanza kuvuta moshi, akikunja nne kabisa. Aliangalia mazingira ya vijiji hivyo venye kuangazwa na taa za umeme wa TANESCO, kisha akageuzia macho yake angani. Ukweli ni kwamba wawili hao walikuwa wakifahamiana kidogo sana na wamekutana kwa muda mfupi. Hata hivyo si tu kwamba aliokoa uhai wake, lakini vile vile alisaidiwa kutatua swala lake la ndoa. Fiona alipomwangalia Hamza alijikuta akizidi kushikwa na shauku kutaka kumjua zaidi, jambo ambalo hajawahi kuwa nalo kabisa hapo kabla. Fiona akasema kwamba kama ingekuwa enzi za kale ungepata faida kubwa. Alangevyo Fiona ambaye akili yake sasa ilikuwa na mawazo mengi huku akiwa na tabasamu kwa wakati mmoja. Hamza akamuuliza unamaanisha nini? Fiona akasema enzi za kale kama ulivyookoa uhai wangu hukuchukuliwa kama fadhila kubwa sana, na malipo yake ni kukupa mwili wangu. Isitoshe enzi hizo swala la mwanaume kuwa na msururu wa wake lilikuwa utamaduni. Aliongea Fiona. Hamza alicheka akasema kuwa na msururu wa wanawake ni jambo zuri kwa mwanaume, lakini angalau kama mwanamke mwenyewe amekubali kwa hiari yake. Fiona akasema sasa kwa hiyo wewe unadhani nisingekuwa hiari? Aliongea Fiona huku akilamba lips zake. Hamza mara baada ya kuulizwa hivyo alishindwa kujizuia na kuhisi moyo wake ukidunda kwa spidi. Mara baada ya kuangalia macho ya mwanamke huyo kulikuwa na kitu kilichofanya moyo wake kuanza kuwasha. Lakini haraka sana Hamza aliondoa mawazo ya kijinga na kucheka kidogo kwa namna ya kujibaraguza. Hamza akasema kwamba Miss Fiona, usidhani mimi naweza kuingia kwenye mtego wako kwa mara nyingine. Unaongea hivyo ili baadaye ukaanze kumpenyezea mke wangu taarifa, si ndio? Wewe naona utakuwa unijui vizuri. Mimi ni mwanaume ngangari. Basi Fiona mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akishtuka na haraka airudi katika akili yake huku akijutia kile ambacho ameongea. Alijilaumu, inakuaje yani nikaongea ujinga huu kwa mume wa rafiki yangu? Licha ya ubaridi wa eneo hilo, alihisi mwili wake ukishikwa na joto kali. Alishia kuegamia benchi na kujibaraguza tu. Akasema naona una akili sana. Licha hivyo hali ya hewa ilikuwa kidogo ya aina yake. Fiona alihisi kuna kitu hakipo sawa kwake. Alishindwa kuelewa kama alichoongea mwanzo kilikuwa ni utani au kama kweli alikuwa akimtaka Hamza. Hata Hamza upande wake alihisi kuna kitu hakipo sawa. Hivyo haraka aliamua kubadili mada. Akasema kwamba alafu kwa nini huyo bonge hajarudi mpaka sasa? Hivi nadhani tumekuja kukesha huko. Basi ni muda ule alipoongea tu aliweza kumuona Chinga akija kutoka upande wa pili wa barabara
huku akiwa ametangulizana na mwanamke aliyeshikilia nguo yake ya ndani mkononi. Ila mpaka hapa msikilizaji, tuamini tu kuna rafiki wa mtu atakuja kuliwa. Mambo ya shemdaring haya. Basi bwana, Chinga mara baada ya kuona kuwa Fiona alikuwepo, alishia kusimama huku akionekana kushindwa kumwangalia usoni. Hamza kauliza nini kinaendelea? Aliuliza Hamza mara baada ya kuona Chinga alikuwa amefika na yule mwanamke aliyekuwa ameenda naye. Yule mwanamke aliyekuwa amejipaka vipodozi kupita kiasi aliongea kwa lafudhi yake ya Kibena, akasema kwamba huyu ni rafiki yako. Hamza akasema kwamba nini kimetokea? Basi yule mwanamke huku sasa akinyoosha mkono kuelekea kwa Hamza akasema kwamba alitaka kuniua. Alafu eti ananipatia shilingi 30,000 tu, Ameniambia amekuja na wewe na ndio unemlipia. Haraka naomba uniongezee shilingi 20,000. Bei ni 50,000 na haipungui. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, ajikuta akishangaa na akamuuliza Chinga kwamba wewe, kwani umefanya nini kingine cha ziada? Basi Chinga alishia kuinamisha kichwa chake chini. Kisha kwa sauti hafifu akasema kwamba nilijua hela ulionipatia ni kubwa, hivyo nimwambia na huduma nyingine, ila sikujua bei ni tofauti. Yule mdada akasema kwamba kipi ambacho hujui? Mtu ulitaka kunivunja mifupa, alafu unatoa hela kidogo hivyo. Nataka hela yangu yote. Nina wateja wengine wa kuhudumia. Hamza hata hivyo hakutaka kuendelea kusimama na mwanamke huyo hapo. Hivyo haraka sana aliingiza mkono kwenye suruali, akatoa wallet, kisha akampatia 30,000 na akaondoka. Fiona akasema kwamba Chinga, hujionei aibu kufanya kitu kama hiki? Aliongea Fiona akimwangalia Chinga kwa macho ya kejeli. Chinga akasema kwamba sister, usije tu kumwambia master, hii ni mara yangu ya kwanza. Aliongea Chinga sasa akionekana kutia huruma. Hamza kuona hivyo alijikuta akishindwa kujizuia na kutoa tabasamu. Akasema kwamba umekaa huko ndani zaidi ya saa moja. Vipi? Kazi ilikuwa ngumu nini? Mara baada ya kusikia swali hilo, Chinga alijikuta akizidi kuona aibu. Hata hivyo alijibu ya kwamba nilikuwa na wasiwasi sana kwa sababu ni mara yangu ya kwanza, hivyo mambo yalitoka haraka. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akicheka, akasema kwamba siku nyingine ili uwe vizuri, ongeza bidii. Tumia uwezo wako wa kawaida wa mwili, sio nguvu za nishati, la sivyo utaumiza watu. Sasa Chinga akasema mimi sikuwaza sana, nilijua tu alikuwa akipiga makelele kwa sababu anaona raha. Fiona akasema yani nyie, hebu isheni hapo hapo bwana. Aliongea Fiona ambaye hakutaka kuendelea kusikiliza upuuzi wa Hamza na Chinga. Hamza akasema kwamba Chinga, ngoja kesho tukiwa wenyewe nitakuelekeza mbinu matata sana ili usije kuziambia tena awamu ijayo. Aliongea Hamza bila kumjali Fiona. Asa Chinga mara baada ya kuambiwa atafundishwa mbinu, alitamani haraka kupiga magoti na kuanza kumsujudia Hamza. Akasema kwamba asante sana Mr. Hamza, kwa kuwa mwokozi wangu umefanya maisha yangu ni kama yaingize jambo fulani jipya sana. Lakini usingekuwa wewe nisingeujua huu utamu. Fiona alizidi kuchukia na kutamani kumpiga teke Chinga. Hata hivyo alijizuia na kumkodolea Hamza macho. Akasema kwamba hebu maliza nyama zako haraka bwana, muda umeenda, tunapaswa kurudi. Hamza alishia kujiambia kimoyomoyo, kama unataka kuondoka si uondoke mwenyewe, kwani tumekuja na wewe. Hata hivyo kwa sababu Chinga alikuwa ashatimiza malengo yake, aliona wanaweza kuondoka. Sasa nusu saa baadaye wote waliweza kurudi kwenye maeneo ya kambi na Hamza alienda moja kwa moja kwenye chumba chake. Kilichomshangaza Hamza ni kwamba chumba chake kilikuwa mkabala na chumba cha Fiona. Hamza kauliza kwamba Fiona, huku si ni nyumbani kwenu? Kwa nini unakuja kulala huku kwenye nyumba ya wageni? Aliuliza Hamza akijiuliza isije ikawa ni mpango wa mwanamke huyo. Ni muda huo na Fiona pia alijikuta akishangaa baada ya kugundua chumba chake kilikuwa karibu na chumba cha Hamza. Isitoshe kulikuwa na nyumba nyingi tu za wageni ndani ya kambi hiyo. Kwa nini akaandaliwa chumba karibu na Hamza? Asa muda ule alijua Hamza anaweza kuelewa vibaya, kwani si yeye aliyepanga vyumba hivyo. Hivyo alijielezea haraka akasema kwamba hebu bwana, usifikirie hicho unachowaza bwana. Mimi nimeondoka hapa kijijini muda mrefu sana. Hivyo chumba changu hakiwezi kuendelea kuwepo. Pia upande huu ndio nyumba ambazo zipo karibu na dining. Nadhani ndio maana wameniandalia hapa kuepusha usumbufu. Hamza akasema kumbe hata hivyo hakuna nilichokuwa nikifikiria sana. Usiku mwema. Fiona akasema na yeye pia. Basi bila kuongea sana, Fiona alifungua mlango wa chumba chake na kuingia wa kwanza. Hamza na yeye aliingia ndani, kisha akachunguza kwa mara ya pili chumba hicho. Kwa sababu Chinga alimuonyesha tu, ila hakuwa ameingia ndani muda wa mchana.
Ni chumba ambacho kilikuwa na uchakavu. Kitanda pamoja na meza vilivyokuwemo ndani ya eneo hilo vilionekana kuwa vya miaka mingi. Hamza mara baada ya kuona ukubwa wake na kukumbuka hakuwa amefanya mazoezi, aliona mahali hapo panamtosha kujifua kidogo. Sasa alivua nguo zake zote ili kuzilowanisha na jasho, kisha akaanza kufanya mazoezi yale ya mdundiko. Mara baada ya kujifua kwa zaidi ya nusu saa, alisikia sauti ya maji yakimwagika chumba cha pili. Pale pale alijiuliza, inamaanisha Fiona anaoga ama? Ingawa vyumba hivyo vilikuwa vya kawaida, vilikuwa na mabafu ya ndani. Shida ni kwamba hakukuwa na shawa. Hivyo kuoga ilikuwa ni lazima kuchota maji kwenye ndoo na kopo kisha unajimwagia. Sasa hiyo system inapigaga sana kelele, maji yanavomwagika nini. Hamza alijua kama chumba chake kilikuwa cha aina hiyo, basi hata cha Fiona hakitakuwa na utofauti mkubwa. Hamza mara baada ya kuanza kuvuta kwenye fikra uzuri wa Fiona na umbo lake matata, pale pale alijiambia haina haja ya kuendelea kujifunza bwana. Ingawa alimpeleka Chinga kumtafutia mwanamke na yeye hakutamani kabisa wanawake wa vijiji hivyo, lakini kwa Fiona ilikuwa tofauti. Hamza alishindwa kujizuia. Kisha akaingia upande wa bafu la chumba chake. Vyumba hivyo vilikuwa vimejengwa kwa namna ambayo choo na bafu la chumba chake na cha Fiona vilikuwa vimeungana. Kilichomfurahisha Hamza ni kwamba kulikuwa na ufa mkubwa kwenye ukuta wa choo hicho, kiasi kwamba ulikuwa ukipitisha mwanga kutoka bafu la chumba cha pili. Sasa Hamza kujiuliza sana kwa nini ukuta huo haujazibwa mpaka muda huo. Alisha tu kumeza mate kisha akaweka jicho kwenye ufa. Basi bwana, ni katika makazi ya Fande Mbale ndani ya kambi hiyo. Usiku huo wa saa 5 Mzee Mbale alikuwa kwenye chumba chake cha mafunzo akiwa busy mpaka pale alipohisi mlango ukifunguliwa. Basi alikuwa ni Afande Kihara Mbale ambaye alisema kwamba baba nimefika. Sasa Mzee Mbale akasema kwamba Mr. Hamza amekwisha kurudi. Aliuliza Mzee Mbale ambaye alikuwa ameketi juu ya zulia akiwa amekunja miguu yake kama vile alikuwa akisali. Sasa huyo kijana wake huyo ambaye anaitwa Kihara akasema kwamba amerudi. Nilimwona pia Chinga akiwa katika hali ya kunajisi mwili wake. Nadhani hakuna namna kumsaidia tena. Mzee akacheka akasema hawezi kuja kuwa kiongozi wa kambi huyo, lakini atatosha kuwa ndani ya baraza la wazee siku zijazo. Aliongea Mzee Mbale kisha akaendelea kwa kusema kwamba usiweke matarajio makubwa sana kwake kuliko yale aliyokuwa nayo mwenyewe. Hata hivyo ni mtu mzuri mwenye moyo wa kibinadamu. Hilo linatosha sana. Aliongea mzee huyo na Kiha alikubaliana na baba yake. Akasema kwamba baba, alafu nimeona Fiona amepangiwa kulala chumba cha wageni. Kwa nini tusimpatie chumba chake cha siku zote? Mzee akasema kwamba nina sababu zangu kumwacha alale kwenye chumba cha wageni. Isitoshe pia kambi yetu haipo katika hali nzuri ya kiusalama. Hivyo ni vizuri zaidi akiwa karibu na Hamza. Aliongea mzee huyo huku sasa kwa wakati mmoja macho yake akiwa na uhai wa kusudi lililojificha. Sasa Afande Kiha hakuwa mjinga. Yaani yeye alishakuwa na hisia ya kile ambacho baba yake alikuwa anakusudia kufanya. Hata hivyo hakutaka kuongea chochote. Afande Kiha akasema kwamba baba, mimi nimekuelewa, unapaswa kupumzika mapema, mimi naondoka. Sasa ndani ya chumba cha wageni Hamza alijifanyisha kama hakuna kinachoendelea. Pale pale alizuia pumzi zake ili isije kafanya viungo vyake vikamsaliti. Ilikuwa ni mbinu yake fulani hivi ya kuficha uwepo wake ili kupata nafasi nzuri ya kupiga chabo. Aisee, sauti ya maji iliendelea kusikika na kumfanya Hamza kumeza mate mengi huku kichwa chake kikipanda na kushuka kama mtu anayejitahidi kupata nafasi ya kuona vizuri. Ingawa ufa huo ulikuwa ni mdogo, lakini ulikuwa katika eneo zuri la kumfanya kuona sehemu ya katikati ya bafu upande wa pili. Sasa Hamza muda ule aliweza kushuhudia ngozi laini iliyokuwa imejaa matone ya maji. Aliendelea na shughuli yake ya chabo kwa zaidi ya dakika 10 huku mawazo mbalimbali yakiendelea kumiminika kwenye akili yake. Sasa Hamza alijiwazia akasema, kudadeki, huyu kweli ni star wa kimataifa. Amewezaje kutunza mwili wake namna hiyo? Hamza alikuwa akijiwazia hivyo huku akishuhudia kila kitu bila chenga, live bila chenga. Ila ghafla wakati akiendelea kuangalia, mara Fiona aliacha kila alichokuwa akifanya na kutulia. Sasa Hamza alishikwa na wasiwasi, akajiambia kwamba isije kama amenigundua napiga chabo. Lakini akajipa moyo. Kwa uwezo wake wa kujificha, ni ngumu kugundulika kizembe hivyo. Isitoshe kama Fiona angegundua,
angeshtuka kwa kupaniki na sio kimya kimya kama hivyo. Sasa wakati Hamza akiendelea kujiuliza nini kinaendelea, mara aliona mikono ya Fiona ikipaka sabuni mwili mzima na kuanza kujisugua. Hamza akasema kwamba huyu mwanamke anaoga na sabuni za aina gani? Mbona anatumia sabuni nyingi? Anatumia sabuni za aina ngapi huyu? Alijiuliza Hamza huku akivuta pumzi ya weni na kuendelea na filamu. Huko kwa wakati mmoja akitamani kama angekuwa ndani ya hilo bafu ampake sabuni mwenyewe. Aliangalia mpaka pale mwanamke huyo alivyotoka akitingisha mwili wake na kujikuta akimeza mate mengi. Alitamani kutoka hapo haraka na kukimbilia kwenye chumba chake, lakini akajipiga kibao cha paji la uso na kujiambia kwamba huyu ni rafiki yake mke wangu, napaswa kupunguza uhuni. Basi Hamza alijua kama ikitokea kuna kitu kikaendelea kati yake na Fiona, basi Regina atageuka kichaa. Kwa hiyo aliishia kuzima moto mwilini mwake, kisha akarudi katikati ya chumba hicho na kuendelea na mafunzo. Sasa mpaka kuna kucha Hamza hakuwa amelala kabisa, zaidi ya kuishia kuingia bafuni na kuoga. Kutokana na kutumia muda mrefu kwenye mazoezi, alikuwa akijihisi njaa kali kweli. Isitoshe mazoezi yake yalikuwa yakichukua nguvu nyingi sana. Mafunzo aliyokuwa akifanya yalikuwa ya kusafisha uchafu wa mwili. Hivyo alikuwa akitumia nguvu za kusudi kusafirisha nishati ya mbingu na ardhi kupitia mwili wake na kuondoa kila seli iliyokufa. Mafunzo hayo yalichukua muda, si tu kwa sababu ya ugumu wake, bali kwa sababu hakuwa amefundishwa. Yalikuwa ni mafundisho aliyobuni mwenyewe. Hivyo umakini mkubwa ulikuwa ukihitajika. Hasa mara baada ya kuoga na kubadilisha mavazi ya kitamaduni ya eneo hilo, hatimaye alitoka kwenye chumba chake. Sasa mlango wa chumba kilichofuata ulikuwa umefunguliwa na Fiona, ambaye alikuwa akipiga miayo na kumsalimia Hamza. Fiona alikuwa amefunga nywele zake ndefu kurudi nyuma. Alikuwa amevalia nguo nyepesi na kubwa kama dela hivi, tena iliyochora vyema miinuko ya mwili wake. Uso wake ulikuwa ukiangalia angani na hakuwa amepaka kipodozi cha aina yote, ila uzuri wake haukuwa umepotea hata kidogo. Hamza mara baada ya kumuona mwanamke huyo, alihisi kana kwamba hakuwa amevaa chochote mwilini. Alihisi kama anaona kila kitu kilichokuwa ndani ya vazi hilo. Hasa Fiona akasema kwamba hey, nimekusalimia, mbona unaniangalia tu bila kujibu salamu yangu? Hamza akasema good morning Miss Fiona, good morning. Fiona akasema kwamba najijua mimi ni mzuri, hivyo hebu acha kuniangalia na hayo macho yako. Ukumbuke mke wako ni rafiki yangu kipenzi. Hamza akasema bwana usielewe vibaya bwana, mimi nilikuwa nikishangaa tu, sikuamini kama ungeamka mapema. Fiona akasema unadhani mimi nimependa kuamka sasa hivi? Macho yangu bado ni mazito, ila babu kaniamsha na kuniambia nikupeleke ukapate kifungua kinywa kisha nikupeleke kwenye uwanja wa mafunzo. Hamza akasema unipeleke wewe? Sichinga yupo ama? Fiona akasema huyo bonge nadhani wewe mjui vizuri. Hana utaratibu wa kuamka mapema. Yaani hapa ili umuone tena ni saa 4 au saa 5 hivi. Na ajali kabisa yeye kuchelewa kuamka. Basi Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta ajue acheke ama ali. Muda mwingine alihisi watu wanapaswa kukubali uwezo wao. Kulikuwa na watu wengi waliokuwa wakijifunza mafunzo ya nishati, ila ni wachache sana wanaofikia level ya ukamilifu wa mwili. Chinga licha ya kuwa mvivu, alikuwa amejaliwa kipaji cha kumfanya iwe rahisi kwake kufikia uwezo aliokuwa nao. Chinga alikuwa akionyesha uhalisia ambao watu wanapaswa kukubaliana nao siku zote. Mara baada ya wawili hao kufika ndani ya ukumbi wa chakula, Mzee Mbale na Kiha walikuwa wakiwasubiri. Awamu hiyo tofauti na jana, hapakuwa na watu wengi. Wakati wakipata kifungua kinywa, Mzee Mbale alionekana kutoa tabasamu na kisha akauliza kwamba Mr. Hamza, vipi, umeridhika na sehemu uliolala? Hamza alipoulizwa swali hilo, alikumbuka alichoona usiku wa jana na alishia kutabasamu tu na kukubali, akasema nimeridhika kabisa. Basi mzee akacheka akasema ni vizuri kama umeridhika. Hapa kambini kwetu kuna watu wanafika kwa ajili ya mafunzo na ni wengi tu. Ndio maana vyumba vyetu vina hali ya uchakavu. Kwa hiyo nadhani hutojali sana. Anaongea hivyo mzee. Hata hivyo Hamza aliwaambia wasijali kabisa kwani uko sawa. Mara baada ya kifungua kinywa waliondoka na kwenda katika uwanja maalum wa mafunzo ya kambi. Ni eneo maalum ambalo wanafunzi hufika kwa ajili ya mafunzo ya kutumia silaha. Uwanja huo ulikuwa na uwezo wa kuchukua zaidi ya wanafunzi 100 kwa wakati mmoja. Kilichomfurahisha Hamza ni kwamba katika wanafunzi hao kulikuwa na wenye umri mdogo kabisa, miaka 9 au 10 hivi, huku wa umri wa juu zaidi wakiwa ni si zaidi ya miaka 30. Kwa maelezo ya wazee wa kambi, baadhi ya wanafunzi hao walikuwa wakifikishwa hapo na jeshi la nchi na wengine walikuwa ni familia za hapo tu mkoani ambao walikuwa kivutiwa na kujifunza mapigano.
Asa Afande Kiha na Mzee Mbale mara nyingi hawakuwa akifika hapo mara kwa mara, lakini asubuhi hiyo walifika kwa ajili ya kumsindikiza Hamza. Basi sauti ya kijeshi, bwana mmoja hivi mwenye mwili ngangari ambaye ni Afande Chingu, alisema ya kwamba master, kiongozi mkuu wa kambi, kila mmoja hapa anajua mnakuja kututembelea leo, hivyo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kusikiliza maelekezo yenu. Mzee akajibu ya kwamba tupo hapa kwa ajili ya kutoa maelekezo bwana, bali tumemleta Hamza kwa ajili ya kutoa miongozo kadhaa. Basi mwanadada Gila akasema ya kwamba mwalimu, Mr. Hamza uwezo wake ni wa juu, lakini hana uelewa mkubwa wa matumizi ya silaha. Msikilizaji, ingawa walikuwa wameshuhudia uwezo wa Hamza wa matumizi ya nguvu, lakini Hamza hakuonyesha uwezo wake katika matumizi ya silaha. Siku ambayo alitumia kidogo matumizi ya silaha ni ile mara baada ya kumshambulia Herman na kutoa shambulizi la kusudi. Ila hata hivyo, Afande Kiha aliyekuwa ndani ya eneo la tukio hakuwa katika umakini wa kutambua, kwa sababu speed aliyotumia Hamza ilikuwa ni kubwa mno. Mara baada ya Gile kuongea vile, wale wanafunzi wengine walishia kutingisha vichwa vyao kwa namna ya kukubali. Wote walionekana kukubaliana na mgeni kuwafundisha namna kutumia silaha. Afistosha Hamza alikuwa amemuua mmoja wa wanafunzi wao. Ingawa alijua Hamza alifanya bila ya makusudi, lakini bado walikuwa na kinyongo dhidi yake. Sasa Master Mbale akasema ya kwamba huwezi kuongea hivyo. Uwezo wa mapigano siku zote unategemeana. Kwa sababu Mr. Hamza ana uelewa mpana kwenye mapigano, lazima atakuwa na uelewa wa matumizi ya silaha pia. Mara baada ya kusikia hivyo, wale wanafunzi walishia kutingisha vichwa vyao tu kuonekana kubaliana na maelezo hayo. Basi Hamza akaambiwa kwamba Mr. Hamza, tafadhali jaribu kuangalia na kutuambia, je, hawa wanafunzi wetu wana ubora wowote katika mafunzo yao? Chingu kwa upole akasema ya kwamba ndio Mr. Hamza, hebu tuambie ni kipi tunapaswa kuongeza. Hamza alishia kucheka moyoni mwake. Watu hao walikuwa na matarajio ya kumuona akijidhalilisha kwa kutokujua mafunzo. Hata hivyo, kwa sababu nia yake ya kufika hapo ilikuwa ni kwa ajili ya ombi la Mzee Kiha na pia yeye mwenyewe kutaka kujua siri za mbinu za matumizi ya silaha, alipaswa pia kuonyesha kitu tofauti kwa wanafunzi hao ili ichukuliwe kama njia ya kubadilishana mbinu. Sasa Hamza akasema kwamba siwezi kuongea kwanza kuhusu ubora wenu wa mafunzo. Kama kuna kitu nitatoa mchango ni pale nitakapoona uwezo wenu halisi. Basi Chingu na wengine walifikiria na kuona Hamza anashindwa kuelewa kile alichotaka. Hamza akaambia kwamba Mr. Hamza, ingawa wewe ni mtaalamu, lakini huna uwezo mkubwa wa matumizi ya silaha, hivyo kama unashindwa kutambua uwezo wetu kwa kutuangalia tu, tunaweza kuelewa. Hamza akasema yani kweli, lakini mimi ndio kwanza nimefika hapa na kuwaona kwa mara ya kwanza. Mnaonaje tukifanya hivi? Endeleeni na mazoezi, alafu nitaangalia mbinu zenu. Asa Chingu mara baada ya kusikia hivyo, aligeuka na kutoa maelekezo kwa wanafunzi wake. Chingu akasema kwamba nisikilizeni wanajeshi. Anzeni mazoezi ya mbinu ya nyota 7 dhidi ya adui ili kumruhusu Mr. Hamza kutoa ushauri kuhusu uwezo wenu. Na baada ya hapo mtaendelea mbinu ya dharau 13 za silaha. Basi mara baada ya kuongea vile, wanafunzi wale walijipanga katika mbinu tajwa na kuanza kufanya mazoezi. Walitaka kumpa nafasi Hamza kutoa upembuzi wake. Ingawa walikuwa kitarajia kumfanya Hamza kutoa upembuzi, ila walikuwa na matarajio ya Hamza kukosea katika maelezo. Isitoshe, wanafunzi wengi hapo walikuwa na mafunzo ya muda mrefu tu tangu wakiwa watoto. Hivyo walikuwa wakielewa maelezo yote ya mbinu hatua kwa hatua. Kwa hiyo, kwa Hamza kama mgeni, ilikuwa ni ngumu kujua maarifa hayo kwa undani na kutoa maelezo sahihi. Kwa mawazo hayo, Chingu na Gile waliweka juhudi kuwahimiza wanafunzi wao kuonyesha uwezo wa juu katika mazoezi yao. Wanafunzi hao walionekana pia kuwa na bidii na utii mkubwa katika kufuata maelekezo ya walimu wao. Hasa mara baada ya kuona namna wanafunzi hao walivyokuwa wakionyesha ujuzi wao wa matumizi ya silaha katika ulingo huo, Afande Kiha na Master Mbale walikuwa na muonekano wa kuridhika. Walishia kutingisha vichwa huku wakitoa maelezo kwa Hamza kuhusu aina mbalimbali za mbinu zinazotumika hapo. Chimbuko lake lilianzaje na maelezo yake yote. Asa Hamza alisikiliza huku pia akitingisha kichwa kwa namna ya kutokuwa na mabadiliko makubwa. Mara baada ya kuona matokeo ya mazoezi hayo, Fiona ambaye hakuwa mpenzi sana wa eneo hilo alionekana kujivunia mno. Fiona akasema kwamba sio na wasiwasi, kama ukijiona hujafahamu kinachofanywa hapa, unaweza kutotoa maoni yako tu.
Kwa hiyo hakuna atake kucheka kuliko kujidhalilisha kwa kuongea kitu usichokijua. Aliongea Fiona mara baada ya kuona muda wote Hamza alikuwa kimya tu. Hamza akasema kwamba mimi najaribu kuwa makini kuchunguza mbinu zao. Wasiwasi gani bwana? Hebu punguza kufikiria sana. Fiona akasema vyote vile mimi nakwambia tu kwa faida yako, ila unaona kama najipendekeza. Haya, ngoja uchekwe. Hamza alishakutabasamu kidogo na bila kuongea neno lolote aliendelea kuangalia mazoezi hayo ya mapigano ya silaha. Ndani ya saa moja wanafunzi hao walikuwa wameshaonyesha mbinu mbalimbali kwa namna walivyoamrishwa na wakufunzi wao. Walikuwa wakishindana wao kwa wao na ndio maana ilikuwa ikivutia sana kwa macho. Mzee Kiha na Mastambale walikuwa na hali ya kuridhika usoni kwa namna wanafunzi walichokifanya. Waliona kabisa walikuwa wameweka heshima mbele ya mgeni. Basi kaambia kwamba mwalimu, master, mnaonaje maendeleo ya vijana? Mzee Mbale akasema kwamba maendeleo yao ni mazuri sana. Safi sana Gile na Chingu. Hakika mnaendelea kuiheshimisha kambi yetu. Aliongea Mzee Mbale huku sasa akicheka kwa furaha. Chingu akauliza kwamba Mr. Hamza, vipi maoni yako? Hamza akasema maoni yangu yanaweza yasiwe ya busara zaidi, lakini naona kuna sehemu mnazopaswa kuboresha. Mzee Mbale akasema tafadhali kuwa huru kuongea. Hamza akasema nadhani itakuwa vizuri kuonyesha moja kwa moja kile ninachotaka kuliko kukiongelea kwa maneno. Kwanza nitaonyesha mbinu zote walizoonyesha wanafunzi, kama zitakuwa tofauti na mlivyofanya halafu nitaongezea. Basi Chingu alishangaa sana. Afande Kia akasema kwamba Mr. Hamza, unajua mbinu zetu za matumizi ya silaha? Fiona akasema kwamba Hamza, hebu acha utani basi. Mbinu za mapigano sio kitu ambacho unaweza kuigiza kwa kuangalia tu. Hamza akasema kwamba kwa nini mnauliza maswali mengi? Mtaona nitakachokifanya nikionyesha ana kwa ana. Hebu niazimeni silaha. Hamza alinyosha mkono wake na watu zaidi ya 100 waliokuepo hapo walimwangalia kwa namna fulani hivi wakidhani anatania. Mwishowe Chingu alitoa kicheko na kisha pale pale alitoa silaha yake. Akasema kwamba Mr. Hamza, wewe ni mtu jasiri sana. Safi sana. Mimi nitakuazimisha silaha yangu. Sasa Hamza alichukua silaha nzito, upanga wa mundu kutoka kwa Chingu, na kisha alitembea na kwenda kusimama eneo la katikati la ulingo akiwa amezungukwa na watu 100 wakimwangalia kwa shauku. Hakuna aliyekuwa anaamini kama Hamza ataweza kuonyesha mafunzo yale yale ya watu wa kambi hiyo. Swala muhimu ni kwamba ni vigumu kwa mtu kujifunza mbinu hizo kwa kuangalia tu, kwa sababu lazima uwe na maelezo. Kwa nini muondoko fulani unafanywa? Kila staili ilikuwa na uwiano sahihi wa nguvu na muda. Sasa katika mafunzo ya mapigano, mashambulizi hayafanywi kwa watu wa kawaida wenye hasira wanaovurumishiana ngumi, bali kila shambulizi linafanywa kwa uelewa wa mwili na makusudio ya kile mpiganaji anachotaka kuona kikitokea. Sasa Hamza akasema kwamba hatua ya kwanza nitaanza na mbinu ya nyota 7, si ndio? Aliuliza Hamza akimwangalia Chingu huku tabasamu lilokuwa usoni mwake likipotea na kuweka uso wa kazi. Muda ule walishangaa namna Hamza alivyobadilika haraka sana na kuwapa msisimko wa ajabu. Ni dakika hiyo hiyo alianza kuonyesha sanaa ya silaha ile kwa muunganiko wa hali ya juu. Sasa mara tu baada ya Hamza kuanza kutumia mbinu ile ya kundi la nyota 7 dhidi ya muovu, alisababisha watu ambao walitarajia kuona Hamza akijidhalilisha kujawa na muonekano wa kushangaa, hususan kwa Gile na Chingu. Ni kama vile walikuwa wakishuhudia mzimu. Silaha ile mikononi mwake ilikuwa kana kwamba ni yake asili, na ilimfanya iwe kama sehemu ya kiungo chake cha mwili. Kila hatua, kila miondoko na nguvu zilizotumika zilikuwa katika uwiano sahihi na kutoa matokeo kamilifu. Hamza hakuwa akionyesha mbinu hizo kwa kutegemea akili tu, bali fikra zake na uyari wa akili yake ulimpa uelekeo sahihi wa namna ya kuongoza silaha na kuonyesha mbinu vile inavyotakiwa. Jambo kubwa ni kwamba mbinu hiyo ya nyota 7 Hamza alikuwa akimudu vyema, na ilikuwa na nguvu kubwa zaidi kuliko hata wakati Chingu akitumia. Ilikuwa ni kama vile yeye ndiye master wa mbinu hiyo. Sasa wakaanza kusema hii nini kinaendelea? Kwa nini anajua mbinu yenu ya sanaa ya silaha? Basi kulikuwa kuna wanafunzi wengi waliokuwa wakijiuliza wao kwa wao, kwa sababu waligundua namna Hamza alivyokuwa akitumia mbinu hizo ni tofauti na hatari zaidi kuliko walivyokuwa wamezoea. Afande Kiha na Master Mbale macho walikuwa yamewatoka,
Walikuwa wamejifunza mbinu za matumizi ya silaha kwa muda mrefu, lakini siku hiyo waligundua kuwa walikuwa wakizitumia kwa namna isiyofaa. Kuhusu Fiona, ingawa hakuwa na uwezo mkubwa wa mapigano, lakini macho yake hayakumsaliti. Muda huo Fiona alikuwa amebung'aa, akiangalia Hamza akitumia mbinu za kambi ya nyumbani tu, kama vile yeye ndiye mwanzilishi wa mbinu hizo, hali iliyofanya sasa moyo wake kudunda haraka sana. Ukweli ni kwamba Hamza hakuwa amefanya kitu kikubwa kabisa wakati alipokuwa chini ya Mr. Black. Hapana kabisa. Alikuwa amejifunza karibu kila mbinu ya mapigano duniani. Ni sawa na kusema alikuwa ni mwanafunzi aliyejifunza masomo yote, na kuchagua kwake somo anaolipenda haikumaanisha mengine hakuyaweza. Alikuwa akijua kabisa mbinu hiyo, na mara baada ya kuona wanajifunza ni kama vile alikuwa mwanafunzi aliyekuwa akipitia mada ambayo amekwisha kuisoma. Hamza hakuishia kuonyesha mbinu hiyo tu, bali aliendelea kuongeza udambwi ili kuipa nguvu zaidi bila kutoka nje ya mbinu yenyewe, jambo ambalo kwenye mafunzo linaruhusiwa. Sababu inawafanya wanafunzi katika kambi kuwa na uwezo mkubwa kuliko wengine si kwa sababu eti ya kujua mbinu husika ilivyo, bali ni ule uwezo wa kuielewa mbinu kama msingi na kuongezea vitu vya ziada vinavyokufanya uwe mbali na wale uliojifunza nao pamoja. Sio hivyo tu, ingawa mbinu hizo zilikuwa kwenye rekodi za vitabu vya mafunzo, lakini binadamu sio mashine. Hawawezi kuandika kila kitu au kuelezea utashi wao binafsi na uzoefu. Hivyo Hamza alikuwa kama anayejazia mashimo katika maelezo ya mbinu iliyopo. Hamza mara baada ya kuendelea kuonyesha sanaa hiyo ya kuvutia macho, haraka sana airukia kwenye mbinu nyingine, dharau 13 za silaha. Sasa watu wa kambi hiyo walijikuta wakibung'aa na kushindwa kuelewa ni kwa namna gani Hamza aliweza kuzijua mbinu hizo kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Chingu akauliza kwamba master, ulikuwa umemfundisha mbinu zetu za mapigano? Mzee Mbale akasema kwamba kaa kimya na angalia kwa makini bwana. Uwezo ambao Hamza anaonyesha ni mzuri zaidi kuliko wa kwetu. Aliongea Mzee Mbale ambaye macho yake yalikuwa katika hali ya kufoka kwa umakini. Gile na wengine wote walijikuta wakinyamaza, wakiendelea kumwangalia Hamza, huku mioyo yao ikiwa mizito kwa kuona hadi master wao alikuwa akishangazwa na uwezo wa Hamza. Fiona alishia kukunja mikono yake pamoja, akitafuna midomo yake, huku sasa akimwangalia Hamza akiwa amepotelea kwenye mawazo. Alijiwazia mrembo huyo ya kwamba ni surprise gani huyu mwanaume anataka kunionyesha. Sasa muda ule upanga wa Hamza ambao ulikuwa mpana kama mundu ulikuwa umebadilika na kuonekana kama fimbo iliyokuwa ikizungushwa angani. Kuna muda ilikuwa ikicheza kama mkondo wa maji. Kuna muda mwingine ilibadilika na kutengeneza shimo la mzunguko angani, yani kama mapanga boy hivi ya ndege ya helikopta. Mara baada ya Hamza kuonyesha kila aina mbinu yao, wanafunzi wa hapo walijiambia, huyu ndiye master. Kila mtu alijawa na hamu ya kujifunza zaidi na kufikia uwezo huo unaoonyeshwa. Wengine walianza kukariri ili wajifunze baadaye. Mara baada ya kuona wanafunzi hao wakiigizia anachokifanya Hamza, wakufunzi wao walijikuta wakijawa na uchungu moyoni wa kutokukubali uhalisia kuwa uwezo wao ulikuwa ni mdogo na kwamba Hamza alikuwa akionyesha maana halisi ya ubobevu. Hamza mara baada ya kumaliza kuonyesha mbinu zote 5 za kambi ya nyumbanito, kila mtu alikuwa akimwangalia kama zaidi ya mgeni. Hamza akasema kwamba asante kwa silaha yako. Aliongea Hamza huku akimpatia Chingu silaha yake. Akiwa katika muonekano wa kudua, Chingu alishia kupokea silaha ile huku akimwangalia Hamza kwa muonekano usioelezeka. Sasa Mzee Mbale akasema kwamba Mr. Hamza, inakuaje unaelewa mbinu zetu zote za mafunzo na uwezo wako wa kuzitumia ni si wa kawaida kabisa. Unatuzidi sisi. Swali lake ilikuwa ni la watu wote. Hamza hakuwa tayari kuongea ukweli wote licha ya kuulizwa hivyo, na zaidi ni kwa sababu aligundua kuwa swala hilo lilihusiana na Shakyamun Armageddon kupitia kwa Mr. Black. Asa Hamza akasema kwamba wakati nilipokuwa kwenye kambi moja mafunzo China, niliwahi kuona watu wakitumia mbinu hii ya mafunzo na mimi nikajifunza. Kwa hiyo leo baada ya kuona wanafunzi wako wakitumia, nikaikumbuka mara moja. Basi watu wa kambi hiyo walionekana kukubali jibu hilo, japo ilikuwa ni ngumu kwao kuamini, ila ni kweli mbinu hiyo ilikuwa ikifunzwa katika maeneo mengi duniani. Ukweli ni kwamba inasemekana mwanzilishi wa mbinu hiyo ndani ya kambi hiyo alikuwa ni mtafiti aliyesafiri kwenda China ya kale.
akajifunza mapigano, na aliporudi akairahisisha na kuifanya rafiki kwa utamaduni wa Afrika. Basi Master Mbale akasema kwamba Mr. Hamza, hakika wewe ni mtaalamu wa mapigano duniani. Mimi sikutegemea kuona kuwa unayo namna kipekee ya kuelewa matumizi ya silaha. Kwa jinsi ulivyoonyesha mbinu zetu, kuna maeneo mengi ambapo nitaomba ushauri wako. Basi watu wote wa kambi hiyo wajikuta wakishangaa. Katika macho yao, Master Mbale alikuwa ni mtu wa juu mno katika ufunuo wa matumizi ya silaha, lakini anakubali kujishusha na kutaka kujifunza kutoka kwa Hamza. Sasa watu wote hapo walijiuliza, huyu bwana ni nani haswa? Gila akasema kwamba Master, mimi mwanafunzi wako, lakini nadhani sio sahihi. Unaona kabisa wakati wa matumizi ya silaha kinacholengwa ni mapigano ya kweli. Ingawa alichoonyesha Mr. Hamza ni uwezo wake wa hali ya juu. Kwa hiyo sidhani kama unaweza kuwa na manufaa mbele ya adui. Chingu akasema ni kweli kabisa Master. Kwa nini tusijaribu kwa mapigano ya kweli kuona kama inaweza kufanya kazi? Master akasema kwamba Chingu, ulishashindwa na Hamza wakati ule kule Dar es Salaam. Mimi mwenyewe pia si mwezi. Hivi kwa nini unapata nguvu ya kuongea hivyo? Basi wanafunzi wa eneo hilo wajikuta wakizidi kushangaa na kujiuliza nini? Ina maana hata Master alipigika? Hamza mara baada ya kuona anaangaliwa na macho ya watu wengi, alijihisi aibu kidogo, maana aliona haikuwa na haja kwa Master Mbale kuongea hayo yote. Asa Chingu akasema kwamba najua Master simwezi Mr. Hamza kwa kulinganisha uwezo wetu, lakini mbinu hii tumejifunza kwa miongo kadhaa, hata wanafunzi waliohitimu hapa wamejifunza hiyo. Kwa hiyo ni ngumu kukubali mara moja kwamba mbinu yake ni bora kuliko ya kwetu tuliotumia nguvu kubwa kujifunza. Master, tunaomba kujaribu ese, bado hatukubali. Basi wanafunzi waliokuwa daraja sawa na Chingu walitaka kujaribu, hawawezi kukubali kirahisi, wakitaka kushindanisha mbinu aliyoonyesha Hamza na ile waliojifunza. Afande Mbale alijikuta akikunja ndita. Aliona kuwa ingekuwa ni kumshushia Hamza heshima kushindana na wanafunzi hao, ili hali uwezo wake ni wa juu sana kumzidi hata yeye. Hata hivyo wanafunzi hao waliokuwa ndani ya kambi hiyo kwa mafunzo ya muda mrefu walitaka kudumisha heshima ya kambi yao, hivyo asingekataa ombi lao. Afande Kiha akasema kwamba nitafanya mimi. Aliongea Afande Kiha akasema kwamba mimi kama mwalimu na kiongozi wa kambi nitawawakilisha vijana wetu wote wa kambi kushindana na Mr. Hamza. Hii ndio njia nzuri ya kupata majibu ya wasiwasi wenu. Sasa Chingu akasema kwamba kiongozi wetu, kama uko tayari kutusaidia, sisi hatuna pingamizi. Aliongea Chinga na wengine wote waliitikia kwa makubaliano kwamba Afande Kiha awawakilishe. Isitoshe Afande Kiha alikuwa na uwezo wa juu kuliko wao wote. Hamza hakujali sana kwa sababu alikuwa akielewa mawazo ya wanafunzi hao wa kambi. Hakuna mtu ambaye anaweza kukubali kwamba alikuwa akifanya makosa katika kitu alichokuwa akiamini kwa zaidi ya miaka. Hivyo Hamza hakutaka kudharau juhudi zao. Ukitaka watu kubadilika, lazima uonyeshe mfano kwanza, kwa kuonyesha waziwazi kwamba haya ndio matokeo, kuliko kuambia kwa maneno tu na hamasa pekee. Lakini Hamza pia hakudharau juhudi zake. Alikuwa ameweka bidii kubwa kuliko hata wanafunzi hao, mpaka kuwa na uelewa wa hali ya juu kiasi hicho, kwa sababu kujifunza kwake kulikuwa ni kule kwa kuweka maisha yake rehani na si kwa kujifunza kwa ajili ya kufuzu. Sasa Afande Kiha akasema kwamba Mr. Hamza, naomba unipe nafasi ya kujifunza kutoka kwako. Hamza akasema kwamba mimi sina pingamizi, kama ni kwa kulinganisha uwezo wetu kwa kuhusisha matumizi ya silaha, basi hatuwezi kulingana. Hamza aliona ni heri kuelezea kile ambacho alitaka kuelezea kwa namna ya kuruhusu utashi wa watu hao kukiona wenyewe kuliko kuambia. Asa Afande Kiha na Hamza walitembea mpaka eneo la katikati ya uwanja. Watu wote wa kambi ambao hawakuwepo hapo, mara baada ya kuona kuna mashindano yanayokwenda kutokea, walikimbia kufika eneo hilo. Alafu pia istoshe, kila mtu alikuwa na shauku na kujiuliza inakuaje mgeni awe na uwezo wa kutumia mbinu zao. Ili kuwa mashindano ya haki, wote walikubaliana kutumia mbinu zile zile kushindana. Hamza kwa upande wake, ingawa alimuona Afande Kiha akipigana na Herman, wakati ule hakuwa na silaha. Sasa kusema kwamba Afande Kiha, wewe ndiye mwenye kauli ya mwisho, ni mbinu gani tunapaswa kuanza nayo? Kwa sababu Afande Kiha alijua Hamza alikuwa na nguvu kubwa kuliko yeye, hakusita kuchagua. Akasema tunaenda na mbinu ya nyota kukimbiza mwezi. Msikilizaji, mbinu hiyo ilikuwa mojawapo ya dharau 13 za silaha.
Ilikuwa ni mbinu ambayo unashika upanga huku ukionekana kama vile unataka kumpiga kwa ubapa wake. Faida ya mbinu hiyo ilikuwa iko katika engo ya kupeleka upanga mbele. Ndio maana inaitwa nyota kukimbiza mwezi. Afande Kiha mara baada ya kuonyesha hatua za mwanzo za mbinu hiyo, miondoko yake ilikuwa ni ya kuvutia mno. Alikuwa ni mwepesi sana na kufanya silaha yake ambayo ilikuwa imepinda kuonekana kama upanga mrefu ukatao kweli. Mara baada ya kuona hivyo, Hamza naye alianzisha mbinu hiyo hiyo. Hata hivyo, hatua za Hamza zilikuwa za taratibu, na wakati alipopiga hatua moja nyuma, silaha ya Kiha ilikuwa mbele yake. Muda ule sasa, wakati watu wakidhani Kiha anakwenda kumpiga Hamza na silaha ile, shambulizi lilipita na ghafla tu Hamza alikuwa ameshasogea kidogo kwa kupinda, huku silaha yake ikiwa shingoni mwa Afande Kiha. Sasa wanafunzi wote wa kambi hiyo walijikuta wakiwa katika hali isiyoeleweka. Hawakujua imewezekanaje Hamza apitishe upanga wake na kumwekea kiongozi wao shingoni, huku hamasta wao ukipita kwenye kwapa la Hamza. Afande Kiha mwenyewe hakuwa ameelewa kilichotokea. Ilionekana kama alikuwa ameshtukizwa, na pale pale mara baada ya kufikiria kwa kina, alionekana kuelewa jambo. Akasema, siri ipo kwenye kiwiko chako cha mkono Hamza akasema, upo sahihi kiongozi wa kambi. Sasa Chingu akauliza kwamba, kiongozi wa kambi, nini kimetokea? Sasa akajibu ya kwamba ingawa ni kweli Mr. Hamza akatumia mbinu sawa na yangu, lakini amepindisha mkono wake kutoka eneo la kiwiko. Matokeo yake, wakati silaha yangu inaonekana kama inataka kukamilisha shambulizi, mkono wake unaonekana kuwa na spidi kubwa na kuweza kukushtuka kukwepa silaha yangu na kupitisha silaha yake kwa wakati mmoja. Kwa hiyo upande wangu nashindwa kujua ni wakati gani mkono wake unabadilisha spidi. Hivyo matokeo yake naona kama anataka kupangua, kumbe anashambulia. Na kishaanza, kwa sababu ananishtukiza, mkono wangu ulishanyooshwa, hivyo ni vigumu sana kurudisha nyuma na kukinga shambulizi. Mr. Hamza, umefanya mbinu hii kuwa ya kutotabirika kuliko tulivyokuwa tukijua. Anaongea kwa kina, na Hamza alitingisha kichwa kubaliana naye. Hamza akasema kwamba watu wengi wanachoshindwa kuelewa ni asili yenyewe ya hii mbinu. Mkimbizo wa mwezi umetokana na mbinu ya dharau 13 za silaha, lakini lengo halikuwa kwenye silaha kumdharau adui, bali mkono kumuonyesha adui yako kuwa umedharau silaha. Ila kumbe sivyo. Anaongea Hamza na wanafunzi wote walijikuta wakishangaa. Hasa Mr. Kia akasema kwamba, Mr. Hamza, tafadhali hebu endelea kutuelimisha. Basi bwana. Baada ya hapo wote walianza kupigana kwa mara nyingine na nyingine tena, na karibu zote zilizotumika Hamza aliweza kutumia udhaifu wake na kumzidi Afande Kiha. Kila mbinu Hamza alikuwa akisimama na kuitolea maelezo kwa kina. Yaani kwa nini kafanya hivi, kwa nini kafanya vile. Na Afande Kiha aliishia kutingisha kichwa chake kukubali maelezo hayo kwa kujishusha. Mara baada ya kuona baba yake alikuwa akielekezwa na Hamza namna ya kupigana, Fiona aliyekuwa amesimama pembeni alishindwa kujua ongee nini. Muda ule ulibadilika kuwa mashindano tena, na ikawa ni kama Hamza anatoa semina kwa watu wote wa kambi hiyo. Hamza akasema ya kwamba hayo yote ndio ninayoweza kusema. Nadhani marafiki zangu wote wa kambi hii mmeridhika, si ndio? Gile akasema kwamba, Mr. Hamza, uwezo wako wa matumizi ya silaha hakika ni mkubwa mno. Tafadhali tunaomba kujua mtazamo wako wa wapi tunapaswa kuboresha ili kuwa kama wewe. Aliongea Gile na Chingu aliunga mkono. Hamza kuwa na yana na alianza kuelezea moja baada ya nyingine. Hamza akasema kwamba siri kubwa ya matumizi ya silaha ni kwamba mbinu zake hazikuundwa na waliozianzisha kwa ajili ya kuigiza kile walichoandika, bali walichoelezea ni uelewa wao wakiwa na makusudi ya juu zaidi. Hivyo wakati wa kujifunza, tofauti na kufyeka, kukata na kurusha silaha, nadhani ni bora zaidi kukaa chini na kujua ni malengo gani wagunduzi wa mbinu walikuwa nayo na wapi panahitaji kuboreshwa zaidi. Mtu aliyegundua mbinu ya mapigano mara baada ya kufa, mbinu yake hufa nayo pia, kwa sababu mbinu yake ilikuwa ni ufunuo wake, na ufunuo hauwezi kurithishwa. Kwa hiyo kama kweli unataka kuwa mkali kwenye matumizi ya silaha, tofauti na kufuata maelekezo, fikiria namna ya kutumia silaha yako katika hali ya kuishi kwako, na si kwa kuishi kwake aliyekufa, ni kwa hali ya kuishi kwako wewe uliye hai. Kwa namna hiyo uwezo wenu hautakuwa kama maji yaliyotoama. Mbinu zilizopo ni mwongozo tu wa kukurahisishia kufikiria mbinu bora zaidi pasipo kutumia nguvu kubwa. Msikilizaji, kwa leo tuishie hapa. Yes, tuishie hapa na tutakuja kuendelea wakati mwingine. Huko mbeleni kuna sehemu moja natamani sana uje uisikilize ama uanze kusikiliza
kuhusiana na kichwa cha Reggie. Reggie alijikuta anageuza watu. Fiona huyo. Shame darling hawa walinyoshwa. Nikutakia usikivu mwema. Langu jina Lucas Lumbas. God be with you till meet again. Bye bye.